الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلالة آمين. Ayuha al-ikhwa, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi azza wa jal. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, nichukue fursa hii mwanzo kabisa kuwahusia na kuihusia nafsi yangu ucha Mungu. Hilo ndio jambo la mwanzo, wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala tangia umma zilizopita mpaka umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, tumewahusia waliokuwa kabla yenu wa iyyakum anittaqullah, na tukawahusia na nyinyi umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo tutazungumzia fadhlu bina'il masajid, fadhila za kujenga msikiti au misikiti. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umehimiza kujenga misikiti kwa aya nyingi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutaja fadhila zake. Kwa nini? Lianna almasajida hiya buyutullahi subhanahu wa ta'ala fil ardi, kwa sababu misikiti ndiyo nyumba za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ardhi, ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Fiha tuqamu swala, kwenye misikiti ndio kunasimamishwa swala ya jamaa. Tukiambiwa umuhimu wa swala na fadhila za kuswali swala ya jamaa, inatakiwa iswaliwe msikitini. Kwenye misikiti ndio inaswaliwa swala ya jamaa. Watutlu alquran, na kwenye misikiti ndio inasoma Qur'ani, watu wanafundishana. Watuallimu aluluma, na zinafundishwa elimu mbalimbali kwenye misikiti. Vile vile watajtamiu qulubul muslimina, na zinakusanyika nyoyo za Waislamu ala taati llahi subhanahu wa ta'ala, katika kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kuna licha ya swala inayoswaliwa msikitini, licha ya kufundishana Qur'ani, licha ya kufundishwa ulumi zingine, kuna itikafu ambazo zinafanyika msikitini, watu kufanya vikao kwa ajili ya maswali ya dini. Yote hayo yanafanyika katika msikiti. Walidhalika ja'ala al-islamu, hivyo ndiyo maana Uislamu ukajalia binaul masajid wa khidmatuha, kujenga misikiti na kuitumikia misikiti, min a'dhami abwabil alkhairi, ni katika milango mikubwa ya khairi. Uislamu ukajalia kwamba mtu atakayejenga msikiti au atakayeuboresha kuutumikia msikiti,
Hizo ni katika daraja kubwa au fadhila kubwa na milango mikubwa ya khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na fadhila za kujenga msikiti Allah subhanahu wa ta'ala kataja katika Qur'an. Ukirejea katika sura Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innama ya'muru masajid Allahi man amana billah, hakika wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu, wenye kuijenga, kuiboresha, kuisimamia misikiti ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, man amana billah, ni yule mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, wa aqama salata wa ata zaka, akasimamisha swala na anatoa zaka, walam yakhsha illa Allah, na wala hajamuogopa isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, hao ndio watu ambao wamekuwa katika wale walioongoka. Kwa hiyo wenye kusimamia misikiti Allah subhanahu wa ta'ala kawataja hapa ni yule mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Kama hujamwamini Mwenyezi Mungu huwezi kuboresha msikiti. Na akaamini siku ya mwisho kwamba kuna siku atafufuliwa mbele ya Allah na ataulizwa, huyu mtu anaweza akasimamia misikiti, lakini akasimamisha swala na akatoa zaka, hakumuogopa isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyu au hizi ndio sifa ambazo ni za watu wenye kuboresha na kusimamia mambo ya misikiti. Anasema mwanachuoni Ibn Kathir, innal ladhina yaqumuna bi'imarati almasajid, watu wenye kusimama katika kuboresha na kuisimamia na kuijenga misikiti, hum ahlul iman, hao ndio watu wenye iman. Wa imaratul masajid tashmalu, na kuboresha misikiti au kuijenga misikiti inakusanya ndani yake islahiha, kutengeneza msikiti ukiharibika, kwa maana kwamba sio kuujenga kuanzia mwanzo. Msikiti umeharibika, hauna mamikeka, madirisha hakuna, ukaenda kutengeneza hayo, wewe unahesabika kwamba umesimamia au umejenga msikiti. Wa khidmatuhu, na kuitumikia, kufanya usafi, kuweka taa, kutengeneza maji yakae vizuri, watu wakija watawaze. Wa ihya'uhu bil ibadati wat ta'a, na kuhuisha misikiti katika kwenda kufanya toa ndani ya msikiti, kwenda kuswali, kufundisha, kusoma Qur'ani, kufungisha ndoa na ibada zingine. Wewe unahesabika ni katika watu ambao wanaiboresha misikiti ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haiwi kwa mwenye kujenga tu, bali anaingia yule ambaye ni msimamizi wa msikiti kwa upande wa kuutengeneza ukae vizuri, mwenye kufagia kwenye msikiti, mwenye kutengeneza, kuweka maji, kuweka taa msikitini, kuhakikisha kwamba watu wanafanya ibada wakiwa katika mwanga mzuri. Huyu pia anaingia katika watu wenye kuboresha na kuijenga misikiti ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni wanatuambia kwamba man bana lillahi masjidan khalisan liwajhihi, aliyejenga msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, khalisan lillahi, akajenga kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, walau kana saghira, hata kama huo msikiti ukawa ni mdogo, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yajizihi, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yujizihi, atamlipa, bibina'i baitin lahu fil janna, kwa kujengewa nyumba na Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo. Kwa hiyo sio jambo dogo. Wakati tunapohimizana katika michango ya kuchangia ili tujenge msikiti, sio jambo dogo la kusema kwamba ni sadaka ndogo hii, hata kama ni tofali moja, hata kama ni 1000, hata kama ni 500, toa kwa ajili ya kutaka radhi za Allah, na kwa Mwenyezi Mungu itakuwa ni kubwa sana. Angalia katika kiswa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alipotaka Mtume sallallahu alayhi wasallam kuupanua msikiti wa Madina, lamma dhaqa masjidur rasul sallallahu alayhi wasallam binnas, msikiti wa Mtume ukawa ni mdogo, watu wakawa ni wengi. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, mwenye kujenga msikiti basi Mwenyezi Mungu anamjengea nyumba katika pepo. Hadithi ni mutafaqun alayhi. Fashtara Uthman radhiyallahu anhu, Uthman radha Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, akanunua almakana alladhi kana yahtajuhu almasjid, sehemu ambayo ilikuwa msikiti unahitajika kuongezeka. Wa wasa'ahu min malihi, akaupanua msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mali yake mwenyewe. Wa kana yuridu bidhalika wajha Allah ta'ala,
na alifanya hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakana minas sabiqina fi khidmati baiti llahi, akawa ni mtu wa mwanzo kabisa katika kuitumikia misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisa hichi tudhihiru anna binaa almasajid laysa mujarradu binaa. Kisa hichi kinatukumbusha au kinatuelekeza kwamba kujenga msikiti sio kwamba ni moja kwa moja kujenga tu msikiti kwa kubeba mawe. Wa inama huwa binau limakani yudhkara fiha ismullah, wewe unajenga sehemu ambayo anatajwa ndani yake Mwenyezi Mungu. Watuqamu fihi swala, inasimamishwa swala ndani yake. Wayuallamu fihi alquran, na Qur'an inafundishwa ndani yake. Wayurabba fiha alajyal, na kunajengwa au kunalelewa ndani ya huo msikiti ajyal, yani familia ambazo zitakuwa zinakuja kwa ajili ya kusoma dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanalelewa humo ndani, wanalelewa, watakuwa watu wazuri, viongozi wazuri, watu wazuri kwenye jamii. Kwa sababu gani? Wewe ndiyo imekuwa ni sababu kubwa. Na ndiyo maana Uthman radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akasema, ma dharra Uthmanu ma fa'ala ba'da al-yawm, Uthmani hatahudhuriwa na chochote baada ya kufanya mambo haya makubwa kwa ajili ya kutakaraza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kujenga msikiti, ndugu zangu, sio jambo ambalo mtu mpaka atoe mali nyingi sana, hata kama ukatoa kitu kidogo. Kuna kisa ambacho wanachuoni wanakitaja kwenye vitabu. Kisa chenyewe yawezekana sio sahihi, lakini tunakitaja kwa ajili ya kuangalia fadhila na utukufu wa kujenga misikiti. Qissatu almuathiratun, ni kisa ambacho kimezungumzwa na wanachuoni. Qissatul mar'a allati kanat, kisa cha mwanamke ambaye kana tunadhifu almasjid, ni kisa cha sahihi. Kisa cha mwanamke ambaye alikuwa akisafisha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana hunaka rajulun au kana hunaka mra'atun, alikuwa mwanamke yaqumu bitandhifi masjidin nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisimama muda wote yeye kusafisha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nasu la yu'tuna amra ihtimaman kabira, watu walikuwa wanamuona ni mtu wa kawaida, mtu wa chini, mtu anayesafisha msikiti. Falamma faqadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman sa'ala anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akamkosa huyu mama, akaswali msikitini hajamuona, akaswali mara ya pili hajamuona, akauliza yuko wapi huyu mwanamke? Faqila lahu matat, wakaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu mwanamke ameshakufa. Faghadhiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume akakasirika sana, kisha akawaambia masahaba, lam tukhbirunani biha, kwa nini hamkunipa habari kuhusu huyu mwanamke? Dullani ala qabrihi, nionyesheni kaburi lake liko wapi. Wa dhahaba ila qabriha, akaenda kwenye kaburi lake. Wa salla alaiha, akawa amemsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunapata faida gani? Anna khidmata baitallahi, kuitumikia misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau shay'un saghir bi shay'un saghir, hata kama kwa kitu kidogo, laha makanatun inda Allahi Subhanahu wa Ta'ala, ina sehemu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu alikuwa akifagia tu msikiti, Mtume akalitilia umuhimu jambo lake kuliko vitu vingine. Fakaifa biman bana au biman yabni masjidan, ni namna gani sasa kwa yule mtu atakayejenga msikiti? Wayantafi'u bihi nnas sanawatun tiwal, na watu wakawa wanafaidika kwa msikiti huo miaka na miaka. Kwa hiyo ana fadhila kubwa mtu huyu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, qad yadha al-insanu hajaran, anaweza akaweka mtu tofali moja tu kwenye msikiti, fi masjidi, kwenye msikiti unayejengwa, wala ya'lamu kam min rak'atin yutusalla fiha, na yeye asijue ni raka ngapi zitaswaliwa kwenye huo msikiti, kwa sababu ya tofali lake aliloliweka. Haujui wewe watu wataswali wangapi, raka ngapi zitaswaliwa kwenye msikiti, kwa sababu wewe ndio umejenga. Wa kam min ayatin satutla fiha, nani aya ngapi zitasomwa kwenye msikiti kwa sababu yako. Wa kam min qalbin sayahtadi baina judranihi,
na ni nyoyo ngapi zitaongoka kwa sababu tu wewe uliweka tofali moja. Watu wataongoka wakiwa wanaswali kwenye huo msikiti. Wa kullu dhalika yuktabu lahu ma dama al-atharu qa'iman, na yote haya mtu ataendelea kuandikiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maadamu athari ya msikiti ule itakuwa bado inaonekana. Kwa hiyo sio jambo dogo. Wewe unaweza ukafanya leo hapo kakiona ni kidogo, unaweza ukafa wewe ukaacha msikiti watu wanautumia. Watu wanajisomeshia humo ndani. Watu wanafanya itikafu, wanafanya ibada mbalimbali, lakini wewe ushakufa kule. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi tunaandika naktubu ma qaddamu wa atharahum, tunawaandika yale mlioyatanguliza na athari mlizoziacha. Kwa hiyo tuziache athari kwenye misikiti. Ukiacha athari kwenye msikiti, hakuna sehemu nyingine ambayo unaweza ukapata thawabu nyingi kama kwenye msikiti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni mara nyingine pamoja na nafsi yangu katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukirejea kwenye kumalizia hutuba yetu ambayo inahusiana na umuhimu na fadhila za kujenga misikiti, tuangalie kisa kimoja, al-maliku wal-ajuz. Kuna mfalme mmoja katika falme zilizopita, alati sahama, mwanamke ambaye, yani kisa cha mfalme na mwanamke ambaye sahamat alipupia bitubatin wahida, alipupia akaweka tofali moja kwenye msikiti. Yudhkaru, inatajwa fi baadhi alkutub almawaidh, katika baadhi ya vitabu vya mawaidha, anna malikan arada an yabniya masjidan adhimatan. Kuna mfalme mmoja alitaka kujenga msikiti mkubwa. Faqala fi nafsihi, akasema kwenye nafsi yake, saabnihi wahdi, huu msikiti nitaujenga mimi peke yangu, wala uridu an yusharikani ahadun, wala sitaki mtu yeyote ashirikiane na mimi katika kujenga msikiti huu, hata yu'rafu anna hadha almasjid min binai, ili watu wote wajue kwamba msikiti huu ni wa mfalme, ni ujenge peke yangu, nisishirikiane na mtu yeyote. Fa amara nasu alla yusaiduhu, akawaamrisha watu, akatangaza kwamba asitokee mtu yoyote anasaidia kwa jambo lolote isipokuwa yule ambaye nimempa kibarua cha kufanya ili ajenge msikiti huu. Wa baada iktimali albina, baada ya kumalizika kujenga msikiti huu ambao ulikuwa ni mkubwa wa kifalme, kataba ismahu alayhi, akaandika jina lake, kaandika jina lake juu ya ule msikiti. Kisha watu wakaanza kuswali. Fi yawmi min al-ayyam raa fi al-manami, miongoni mwa siku akaota akiwa usingizini, anna hunaka isman akhar a'zamu minhu, akakuta, yani anaota sasa kwamba kwenye ule msikiti kuna jina lingine limeandikwa, sio jina lake. Wakati amelala ameota jina lingine, jina lake limefutwa, likaandikwa hilo jina. Alipoamka asubuhi akawauliza watu, nimeota na ndoto yangu haiwezi kuwa ni ya uongo, lazima kuna kitu. Akauliza an hadha al-ism, kuhusiana na hili jina. Liman hadha al-ism, wale julasaihi, wale watu wake ambao wanakaa naye, baada ya kuwauliza jina hili nimeliona kwenye ndoto limeandikwa kwenye msikiti, ni jina la nani? Faqila lahu, akaambiwa ismu mraatun ajuzun, jina la mwanamke ambaye ni ajuz, mzee mzima kabisa,
ambaye anaishi karibu na huo msikiti. Fabaatha anha, akatuma watu, nileteni huyo mwanamke. Falamma wajadaha, alipomtafuta akapatikana. Qala laha, akamwambia, madha sanata fi hadha almasjid, umefanya kitu gani kwenye huu msikiti wewe mama? Ulifanya kitu gani hapa? Qalat, akasema yule mwanamke, wallahi ya amira almu'minin, na hapa kwa Mwenyezi Mungu ewe amiri almu'minin, lam af'alu shay'an kabira, mimi sijafanya jambo kubwa kwenye huu msikiti, walakinni raaitu an-nasa yabnuna baytan min buyuti llahi, lakini mimi niliwaona watu nikaona wanajenga msikiti ni katika nyumba za Mwenyezi Mungu. Walam yakun indi malan, na mimi sikuwa na mali ambayo naweza nikatoa kwa ajili ya kuwapa. Fa akhadtu tubatan wahida, nikachukua udongo au tofali moja, kisha wadhatuha biniyatin, nikaweka kwa nia ya kwamba almusharakatu fi binai masjidillah, ni kwa ajili ya kushiriki na mimi katika kujenga msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alima al-malik, yule mfalme akajua, anna Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yanzur ila kathiri ma qaddama, kwamba Mwenyezi Mungu hakuangalia ile mali nyingi aliyoitoa yeye, wa inma nadhara ila sidqul qalbi wal ikhlas, ameangalia ile nia na ikhlasi aliyokuwa nayo yule mama. Yule mfalme alijenga kwa sababu ana mali, yule mama alifanya hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za Allah na ikhlasi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo mazingatio tunayapata hapa, qad yasbiqul abdu bi'amalin saghirin, mja au mtu anaweza akafanya amali ndogo sana, amali ambayo ni ndogo, ambayo qaddama amwala wa unasu qad qaddimu amwalan kathira, na watu wametoa mali nyingi, yeye akafanya kidogo. Lianna almizanu inda Allah, kwa sababu mizani au kipimo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-ikhlas, ni kuangalia ikhlasi ya yule mtu wakati anafanya amali hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, amali inaweza kuwa ni ndogo sana, kama huyu mama aliyotoa tofali moja, lakini mtu kajenga msikiti mzima, hakutanguliza nia yake na ikhlasi ya kuitakasa. Huyu mtu akaweka tofali moja kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa yeye ndiyo bora zaidi kuliko yule aliyojenga msikiti mzima. Kwa hiyo tunapata faida nyingi. La tahtaqir, usidharau ayi musahamatin, chochote ambacho utakitoa ambacho fakat takunu tubatan wahida, inaweza ikawa ni tofali moja, sababu yake ikawa ukapata rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha faida nyingine ambayo tunapata, ijalul amal lillahi, amali yoyote unayoifanya fanya kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fal asma'u qad tunsa, majina yatasahaulika, walakin al ajr, lakini ujira wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tadhi'u, hautakuwa ni wenye kupotea. Al masjidu sadaqatun jariya, msikiti ni katika sadaka zenye kudumu ambazo mtu anapokufa, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathin, mtu anapokufa amali zake zote zinakwisha isipokuwa mambo matatu. Miongoni mwa hayo matatu, sadaqatun jariya, sadaka yenye kudumu. Kwa hiyo miongoni mwa sadaka zenye kudumu ni msikiti, sadaka yenye kuendelea. Fa kullu salatin wa kullu ayatin tutla, kila swala inayoswaliwa, kila aya inayosomwa msikitini, wa kullu ilmin yuallamu fihi, na kila elimu ambayo watu wanajifundisha ndani ya msikiti, qad yakunu fi mizani man sahama fi binaihi lillahi Subhanahu wa Ta'ala, hayo yote yatafanyika au atalipwa yule ambaye alitoa kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni sadaqatun jariya, Qur'ani inasoma ndani yake, elimu zinajifundishwa, na mambo mengi yanafanyika kwenye msikiti. Yawezekana wewe hujafanya kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, umepata hasara, lakini aliyofanya kidogo kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu ataendelea kupata thawabu na hiyo sadaka mpaka hiyo sadaka itakapokuwa imemalizika, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wama tuqaddimu wama tunfiqu min khairin falianfusikum, ukitoa mtu khairi yoyote hata kama ni ndogo, hiyo khairi inarudi kwenye nafsi yako, kwa maana kwamba ma qaddamtahu min khairin, ulichokitanguliza katika khairi, fahuwa yaudu li nafsika naf'a,
manufaa yake yanarudi katika nafsi yako. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, qad la yastati'u al-insanu an yabniya, anaweza akashindwa mtu kujenga msikiti au kujenga kusuran, kujenga magorofa hapa duniani. Inawezekana binadamu katika maisha yako ukashindwa kujenga hata nyumba nzuri ya kwako ya kuishi, ukashindwa kabisa katika dunia hii. Walakin yastati'u an yusharika fi bina'i baitin min buyuti llahi, lakini ukishiriki katika kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni msikiti, hata kama kwa kitu kidogo, fayakunu lahu baitan fil janna, ukawa una nyumba ya gorofa katika pepo. Duniani umeshindwa kujenga nyumba, hata ile unayoishi kuiboresha umeshindwa, ukashiriki siku moja kwenye kujenga msikiti, Allah akakujengea nyumba ya gorofa katika pepo, kwa sababu umefanya kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala tastatghiru as-sadaqa, usione sadaka ni ndogo, wala tahqiruhu, wala usidharau fi musharakati bina'i al-masajid, katika kushiriki kujenga msikiti. Faruba tubatan saghiratan, yawezekana ikawa tofali moja na ni dogo, wadhataha, ukaliweka kwenye msikiti, kwenye msikiti bi ikhlasin, ukaweka kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kanat sababan fi fawzin adhimin inda Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu ya kufaulu kukubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ikhlas, atuongezee iman, atutakasie nia zetu katika yote ambayo tunayafanya, katika kuboresha, kuimarisha, kutengeneza, kujenga misikiti yake, na pia tunamuomba tujengee nyumba katika pepo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wafiqna ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin, برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.